Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu, ikiwa ni Dominika ambapo tunafanya sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Katika sherehe hii tukiangalia vizuri tutakumbuka kwamba hii sherehe ni kama tayari tulishaiadhimisha na tuliadhimisha siku ya Alhamisi Kuu, lakini Mama Kanisa ameiweka sasa katika Dominika kuonyesha upekee wa Ekaristi Takatifu. Na katika historia sister mmoja Mwagustiniani wa Belgium alipata maono na aliona mwezi ukiwa una kidoti cheusi, na doti hii ikaonekana kuwa hakuna sherehe, ikimaanisha kwamba hakuna sherehe ya Ekaristi Takatifu kuisherekea. Hii ilifanya baadaye kuwepo kwa sherehe ya mwili na damu ya Kristo ambayo iliwekwa kwenye kalenda ya liturujia ya kanisa. Ilikuwa mwaka 1264 chini ya Papa Urbani wa 4. Je, kulikuwa na haja ya kuwa na sherehe ya Ekaristi Takatifu? Sherehe kama hii kawaida tunaipa nafasi ya pekee na kumshukuru Mungu kipekee zaidi, na tunaonyesha uwepo wa Kristo kati yetu, Mungu pamoja nasi. Tukumbuke kati ya baraka kuu ambayo Mungu anaweza kukupatia ni kukwambia niko pamoja na wewe. Aliwaambia kina Musa, usiogope, niko na wewe. Aliambia kina wakina Yeremia, usiogope, nipo na wewe. Kwa hiyo Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Tunakumbuka Yesu ndio mwenyewe alikuja akaa nasi, ndio baraka kuu kabisa. Lakini bado yupo na sisi katika Ekaristi. Kumbuka Yesu mwenyewe katika karamu ya mwisho ndiye alitoa mkate, akasema huu ndio mwili wangu, hii ndiyo damu yangu, akimaanisha kwamba hii ni damu yake kweli na huu ndio mwili wake kweli. Wakati anagawia mitume, aliwagawia ikiwa inaonekana kama mkate tu, lakini haikuondoa ukweli kwamba ni mwili wake kweli na damu yake kweli, kwa sababu ni uwepo wa ni Mungu ameongea, na kama ni Mungu ameongea, ina maana kwamba Mungu hawezi kudanganya. Mungu ni mkweli, na Yesu alishasema mimi ni njia, ukweli na uzima. Hawezi kutudanganya. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, sheria ya Ekaristi Takatifu inatuonesha upendo wa Yesu wa kutaka kukaa na sisi. Na katika dunia yote hakuna kitu kitakatifu kama Ekaristi Takatifu. Yaani tafuta hata Biblia, si maandiko gani au uwepo wa mtakatifu yupi, hakuna kitu ambacho ni kitakatifu kama Ekaristi Takatifu. Hiyo usisahau ndugu zangu. Katika Ekaristi Takatifu tunapokea neema, tunampokea Yesu mwenyewe. Unajua mwili na damu ndio mtu mwenyewe. Kwa hiyo Yesu alijitoa bila kujibakiza kwa ajili yetu sisi. Ekaristi Takatifu ni kilele cha kila kitu. Yaani Yesu alijitoa, sadaka ndio sadaka nzima, yani mwili na damu. Alijitoa bila kujibakiza. Kwa hiyo na yeye anatufundisha sisi pia tuwe watu wa kujitoa kwa ajili ya wenzetu. Ekaristi Takatifu ni kilele cha sala zote, na kuabudu kwetu kote lazima kuishie kwa Ekaristi. Ndio jua la ulimwengu. Ekaristi ndio jua la ulimwengu. Ukiondoa Ekaristi hakuna kanisa. Ndio mwili wa Yesu, na mwili wa Yesu ndio kanisa lenyewe. Hakuna njia nyingine ya kuwasiliana na Mungu yenye undani na ukuu zaidi ya Ekaristi Takatifu. Hapa watu wawili, mtoaji na mpokeaji, wanakuwa katika umoja wa kweli. Ndani yake sisi tunakaa ndani yake na Yesu ndani yetu. Kwa hiyo ni upendo hali ya juu. Tunapaswa kusali mara nyingi katika hali zote na sehemu yote ile, kwa sababu sala hizi zinatufanya tuunganike na Bwana na kujenga umoja naye. Na hasa tunapompokea. Tukimpokea wanasema we become what we have eaten. Tuna kuwa kile tulichokipokea. Na tunamwomba Yesu aendelee, tunapompokea tuendelee kufanana naye zaidi na zaidi. Lakini kwa kweli hakuna sala yoyote inayotoa muunganiko mkuu zaidi ya Ekaristi Takatifu. Hakuna yoyote wala chochote kinachopaswa kutufanya tushinde kuwa wamoja na Kristo. Kwa njia ya umoja huu lazima tunaunganika. Kwa hiyo tusiwe na kitu chochote ambacho kitatufanya sisi tuwe mbali na Kristo. Jumapili hii tunakuja pamoja kuadhimisha Ekaristi Takatifu kwa moyo wa furaha na mapendo. Kwa bahati mbaya, kuna baadhi ya Katoliki wengi ambao hawaoni Ekaristi Takatifu katika uhai tena. Pengine wengine wanataka wakienda kupokea waone nyama imegeukia pale pale kwenye mikono yao.
au pengine wanataka wakipokea damu waone ni damu kabisa kwa macho yao. Lakini tukumbuke wakati Yesu anagawia mkate, mwili na damu yake, vilikuwa kwa macho vilikuwa sio damu wala sio nyama, lakini Yesu mwenyewe alishasema huu ni mwili wangu na hii ndio damu yangu. Na nishawaambieni tena, ni Mungu ameongea, na kama ni Mungu ameongea, hakuna wa kukatisha, hakuna wa kusema kwamba si kweli. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, tujue Ekaristi Takatifu ni kilele cha kila kitu. Tukumbuke ile story, nakumbuka ile story ya Antoni wa Misri, ambaye huyu alitokea askari mmoja hivi akasema mimi siwezi kuiamini Ekaristi. Basi Antoni wa Misri akamwambia nifanye nini ili uamini kwamba Yesu kweli yupo katika Ekaristi? Yule askari akasema nisipomuona punda wangu akiwa anampigia goti Yesu sitakubali. Basi akasema baada ya siku 3 nitakuja. Basi yule askari akaenda kumshindisha njaa karibu siku 2-3 hivi yule punda wake bila kula kitu chochote. Basi baada ya siku 3 Antoni wa Misri akaja akambeba Ekaristi, na yule askari akaja akambeba majani mazuri ambayo anayapenda sana punda. Lakini cha ajabu, punda akaacha kukimbia yale majani ya yule askari, akaenda akamfuata Antoni wa Misri, akapiga goti, akaheshimu Ekaristi Takatifu. Ndugu zangu wapendwa, Ekaristi Takatifu ndio chakula chetu, ndio chakula cha njiani. Tukumbuke wana wa Israeli walikula mana kule jangwani, walipata maji kule jangwani, ni chakula cha wasafiri. Mtu yeyote anayekataa kula mana jangwani amechagua kufa. Sisi ndugu zangu hapa duniani ni kama jangwani, tuko njiani kuelekea mbinguni. Nchi yetu ya ahadi ni mbinguni. Sisi tumpokee Yesu Ekaristi ili tuweze kufika nchi ya ahadi. Ukikataa utafia jangwani. Usipompokea Kristo, umechagua wewe mwenyewe kutaka kufia jangwani. Na kama unataka kufia jangwani, maana yake basi umeamua. Lakini ndugu zangu, tusiwe na sababu yoyote ya kuacha kupokea Yesu Ekaristi. Wapo watu ambao hawajafunga ndoa, wameamua kujitenga wenyewe tu kutokupokea Ekaristi. Wapo watu ambao wako busy, wameshindwa kuungama eti kwa hiyo siwezi kupokea. Na wengine wanafanya kama show, mimi siende kupokea. Wengine wanaita wanafiki, nyewe kapokeeni lakini mimi najijua na dhambi. Hapana, jiandae. Kama wanakwaya wanavyojiandaa kwa ajili ya kuimba vizuri, na yeye andaa roho yako ili kumpokea Kristo. Chakula hiki ni chakula chetu cha kiroho. Utafia jangwani huku. Huku jangwani kuna nyoka wakali wanauma. Kuna maisha ambayo ni mabaya huku duniani. Jitahidi kumpokea Yesu Ekaristi akusaidie uweze kusafiri vizuri katika hii safari ya kiroho, uweze kufika mbinguni. Ndugu zangu, siku hizi tumetaka kuhudhuria misa ambayo ni Ekaristi Takatifu. Misa ambazo pengine zina vionjo, pengine tunamhitaji padri ambaye anahubiri kwa machachari, ambaye anaweka vionjo vyake, ndio tunataka hivyo. Tunasahau kujua kwamba Ekaristi, Papa Benedikto wa 16 aliwahi kusema Ekaristi inayoadhimishwa vizuri kwa utulivu na kwa hiyo ndio, yani inajihubiri yenyewe. Lakini wengi wetu tunataka pengine kuwe na vyombo vya muziki ambavyo vinapigwa kwa ustadi, ambao pengine sijui wanaimba, wengine sijui wanafanya hivi, au mapambo ya aina fulani, au labda liwe sijui linanukia harufu gani, au sijui kuna AC, ndio tunafikiri ndio Ekaristi itakuwa Ekaristi. Lakini kwa kweli ndugu zangu, haiko hivyo. Ni ajabu utakuta misa zinazohudhuriwa mara nyingi pengine ni Jumatano ya Majivu, Jumapili ya Matawi, Jumapili ya Pasaka, pengine na Christmas au Noeli, kwa sababu kuna vitu tu vinaongezwa ndani ya hivi vitu. Kwa mfano ubebaji wa matawi, kupakwa majivu. Wengine wanafurahi tu anapoenda kupakwa majivu, anapiga picha, anatuma kwenye mtandao, anajiona basi jamani, tubuni na kuiamini Injili. Lakini ukweli ni kwamba kila misa ina uzito wake. Wengi tunategemea pengine padri aweke utani kwenye mahubiri ili afanye tu watu wachangamke. Wengine wanataka pengine waimbe vizuri sana kwa sauti zenye kupendeza, na pengine wacheze sana kwa midundo ya kisasa zaidi, vifaa bora zaidi vingine vya muziki. Wengine wanataka pengine wasomaji wenye sauti nzuri za kupendeza masikioni mwao, viti vizuri vya kukaa, taa zenye mwanga mzuri wa kupendeza na vifaa vizuri vya sauti. Kwa kweli haya yote ni mtazamo tu wa kibinadamu. Lakini mwingine mbaya zaidi
Pengine wako paka wengine wanaoingiza hata makuhani kwenye mtego. Badala na makuhani kweli tunaingia kwenye mtego. Badala ya kuwapa watu wanachokisema Mungu, tunaweka vionjo vyetu vingi afu tunaharibu liturujia. Ndugu zangu wapendwa, kama nilivyowaambieni, Papa Benedikto wa 16 alikuwa akisitiza kila wakati kwamba liturujia ni tendo la Mungu. Hatupaswi kusahau kwamba kiini cha liturujia ni maadhimisho ya sakramenti, ni Mungu. Kilele cha liturujia ni Mungu, sio mwanadamu. Ni Mungu anatukuzwa. Na anasema katekesi nzuri juu ya Ekaristi ni Ekaristi yenyewe ikiadhimishwa vizuri. Yaani kama Ekaristi ikiadhimishwa vizuri ni katekesi kubwa sana. Unaiadhimisha pale, anaadhimisha akiwa anajua anafanya nini, kwa utaratibu, kwa utulivu. Yaani hiyo ndio katekesi yenyewe ya Ekaristi Takatifu. Kufahamu na kuamini kwamba Yesu yupo kweli katika adhimisho la Ekaristi, tunapaswa wote tufanye jitihada kufanya adhimisho hili liwe lenye maana na la furaha. Bila kusahau kwamba Ekaristi haiyo Ekaristi kwa sababu ya imani yako wewe au pengine kwa sababu ya imani ya padri. Baada ya sala ya Ekaristi, consecratio, Yesu mkate unageuka kuwa mwili na damu. Divai inakuwa damu na mkate unakuwa mwili wa Yesu. Kwa hiyo uwe na imani usiwe na imani haimzuii Yesu kuwa Yesu. Mkate kuwa mwili na divai kuwa damu. Kwa ndugu zangu, hiyo ujue, uwe na imani au usiwe nayo, Yesu anabaki kuwa Yesu katika maumbo ya mkate na divai. Tunadaiwa kuwa na imani ili tuweze kushiriki neema ya Mungu. Lakini hata usipokuwa naye, haimaanishi kwamba wewe unamzuia Yesu aache kuwa Yesu. Yesu ataendelea kuwa Yesu tu. Ni Mtakatifu Maximilian Kolbe ambaye aliwahi kusema kwamba utimilifu wa misa sio wakati wa mageuzo, bali ule umoja mtu anaopokea wakati wa komunyo. Unapompokea Yesu unakuwa kile ulichokipokea. Tunaamini kwamba Ekaristi ni sadaka ile ile aliyotoa Yesu pale msalabani. Na sio kwamba tunafanya kumbukumbu. Yaani padri anapoadhimisha Ekaristi pale, yaani yaliyotokea pale msalabani ni hicho kinatokea pale altareni. Sadaka ile ile, sio kwamba tunafanya mfanano, ni sadaka au labda ni tukio la historia. Ni sadaka ile ile. Kwa hiyo pale altareni ni Kalvari. Kwa hiyo tunampokea Yesu kweli katika maumbo ya mkate na divai. Ndugu zangu, katika sherehe hii ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, tufufue tena imani yetu juu ya uwepo wa kweli wa Yesu katika Ekaristi Takatifu. Imani hii itujalie kusukumwa kila wakati, tuende kanisani kila Jumapili, na hata tupatapo nafasi tuende tuhudhurie ibada. Wapo ambao wanapenda sana makongamano, hawataki kusali adhimisho la misa takatifu. Hata wengine wanaambiwa kongamano linatanguliwa na Ekaristi Takatifu. Misa takatifu alafu baadaye kongamano. Lakini wengine wanakwepa misa, wanataka tu kuja kwenye kongamano. Hii sio sawa. Yaani unakwepa kilele kinachofanya kongamano liwe na maana. Unaenda kukimbilia tu. Ni kama kujenga nyumba, unakwepa msingi, alafu unataka urukie tu kwenye matofali. Hautafika mahali. Kwa hiyo Ekaristi ndio kila kitu. Ekaristi ndio summit ya kila kitu, yani ndio kilele, yani ndio kila kitu. Upendo wa Mungu unaonekana kipekee katika Ekaristi Takatifu. Kwa ndugu zangu, sisi kama Wakatoliki tumshukuru Mungu, tumshukuru sana Yesu. Tuna kitu ambacho wengine hawana. Tumshukuru Mungu pia kwa uwepo wa mapadri. Uwepo wa padri unafanya Ekaristi iweze kuwepo. Tunamshukuru sana kwa ajili ya makuhani. Kwa hiyo na hawa makuhani tuwaombee na wao. Bila padri kuwepo, Ekaristi haitakuwepo. Tuwaombee mapadri. Kuna mfano mmoja, padri mmoja ambaye alikuwa anapenda sana wanaporokia wake, anawapenda, anakaa nao, yani anakienda kwa wagonjwa, wakija wanataka ushauri, yani wakawa akitoka hivi anawasikiliza, wanampenda na yeye pia anawapenda, anajitoa kwa ajili yao. Akitoka hapo yani amechoka. Sasa huyo padri alikaa, baadaye akazeeka, kwa muda fulani akazeeka, akafa. Baada ya kufa ndio wakajua kumbe alikuwa na kansa. Hawakujua kwamba huyu padri alikuwa ana kansa na alikuwa anatuhudumia vizuri hivi jamani. Ndugu zangu wapendwa, wakati mwingine huwa hatujui vilio vya mapadri. Pengine leo niseme kwa niaba yao. Wale ambao mnakaa na mapadri,
Kuna mapadri ambao wanapitia changamoto nyingi sana, wana maumivu pengine kutoka kwenye familia zao, wana ndugu zao pengine hata wategemea. Hakuna mtu anayetaka kwenda hata kumuuliza padri unaendeleaje. Nyie mnapeleka shida zenu kwake, lakini yeye hana mahali pa kupeleka. Anatoka hapo, ametoka kuzika, anarudi. Wewe hujui hata kama ametoka kuzika, unataka kuungamisha, anakuungamisha. Anarudi, anaenda kulala kitandani, akijegesha tu. Analala pengine hata wakati hata hajaoga. Ametoka huko, alikuwa na semina, amekuja ametoa semina kwenu, amerudi yuko hoi. Wewe hujui. Lakini pengine unamhukumu. Ni padri ana muda na mimi. Ametoka. Yani mapadri wengi sana wanapitia mengi sana, lakini hamjui. Pateni muda mwachunguze, mwapende mababa. Wengine hata wapo tu, yani wanapitia, basi nisiseme sana, lakini wanapitia changamoto nyingi ambazo ninyi kwa nje mnaona tu wanatabasamu. Wanawazika, wanawaungamisha, wanawapelekea sakramenti wagonjwa, wanashiriki kwenye maumivu yenu. Umepata shida ya ndoa, unakuja kwake, una changamoto sijui ya nini, sijui father naomba uniombee, lakini ushawahi kuwaza padri mwenyewe je? Usimsahau, kwa sababu bila padri hakuna ekaristi. Basi nakutakia Dominika njema hii sana ya sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Damu hii tutakase. Yesu anapopita katika mitaa yetu, aguse maisha yetu, atufufue tena upya. Tuwe na roho ya kuheshimu. Unapoona ekaristi takatifu, ni Yesu kweli, ni yeye kweli, ni mwili wake kweli, ni damu yake kweli. Amini hivyo. Hata kama uamini, mwambie Bwana, nisaidie katika kutokuamini kwangu, ongezea na kuamini mpaka hapa, naomba uongezee palipobaki, nisaidie. Ndugu zangu wapendwa, Yesu anatupenda, amejitoa mwili na damu. Ndio ukitoa mwili na damu hapa, kitakachobaki pengine mifupa tu, hakuna uhai. Yesu alijitoa kwa ajili yetu kama chakula safi. Ni tendo la shukrani, ni tendo la kisadaka. Na sisi tujitoe kwa ajili ya ndugu zetu. Tujitoe, tuwapende ndugu zetu, tujitoe sadaka kwa ajili ya ndugu zetu. Tuwatetee wale wanaoumwa, tujitoe sadaka kwa ajili yao. Tusiwe kama nilivyosema juzi tu, tusiwe kama watu wa kupenda mfu tu. Tuna roho ya kupenda sana marehemu, lakini hatupendi watu walio hai. Tunapenda kweli marehemu. Yaani hata heshima ya mwisho kwa marehemu ni kubwa kuliko ya mtu aliye hai. Mtu aliye hai hapewi heshima anazopewa marehemu aliye kwenye jeneza. Tungekuwa tunapeana heshima kama tunavyompa marehemu heshima. Mfano jinsi tukiwa hai tungekuwa tunapeana heshima hiyo, kwa kweli ungekuta tuko mbali sana. Watu wako tayari kusafiri na marehemu kwenda kumzika mbali, Songea, sijui wapi, sijui Kagera, sijui Bukoba, lakini hatuko tayari kusafiri kwenda kumtazama mgonjwa Bukoba au Songea. Mtu anakuaga, anakuambia naenda kijijini kumtazama mama. Hauko tayari kumsindikiza kwenda kumtazama mama mgonjwa, lakini uko tayari kumsindikiza kwenda kuzika. Yaani tuna roho ya kupenda wafu kuliko walio hai. Watu wako tayari kusafiri kwenda kuzika au kwenda kulala kwenye msiba hata siku 3, lakini mtu hayuko tayari hata kulala siku 1 na mgonjwa. Watu wako tayari kwenda kulala msibani, lakini hawako tayari kwenda kulala na mgonjwa. Tumekuwa tuna unafiki wetu fulani. Tuna unafiki. Kijijini watu wamesakafia tiles makaburi, lakini nyumba za wazee huko hazina maji, hazina hata tiles hakuna, ni kuchafu, hata sakafu hamna. Nyumba ni ya fito, lakini makaburi hapo yamejipanga, yamepigwa blocks, yamewekwa tiles, yanameremeta. Huyu aliye hai hawajamjali, wamejali hawa walio wafu. Tamaduni gani hizi jamani? Tuwapende basi wote. Tuwapende walio hai. Tufanye michango kwa ajili ya kununua dawa, lakini tunafanya michango kwa ajili ya kuratibu mazishi. Tunanunua majeneza ya bei ya juu, tunakata sare, t-shirt, sijui vitenge, sijui ni magauni, sijui ni madera, sijui ya nini, kwa ajili ya kuzika. Tuonekane sisi ni tunatengeneza zile sijui beja, sijui vitu gani vile tunaweka kwa ajili ya marehemu. Rest in peace, umepiga vita vilivyo vizuri, lakini kiukweli
Hatujali watu wakiwa wako kwenye ugonjwa. Hatuchangi pesa kwa ajili ya kusaidia mgonjwa. Tunachanga pesa kwa ajili ya kujaza kosta za kwenda kwenye msiba. Tunashindwa kuchanga hata pengine hata 20,000 za kununua matunda kumpelekea mtu mwingine Muhimbili. Tuko tayari kuchanga pesa za kujaza kosta za kwenda kwenye msiba na kurudi. Ndugu zangu, tumekuwa watu wa tamaduni za kifo. Yesu alijitoa kwa ajili yetu sisi atukomboe. Na wewe unajitoa kwa ajili ya kumkomboa nani? Au wewe una kazi yako ni kutoa pesa kwa ajili ya kusindikiza marehemu? Je, wewe unapenda mfu zaidi kuliko watu walio hai? Ndugu zangu, tujitahidi. Wale ambao wanaona kinyaa kuwatunza wagonjwa, Yesu hakuona kinyaa kukuokoa na dhambi zako ambazo pengine zinanuka. Hakuona kinyaa. Naomba na wewe ujitoe kama Yesu alivyojitoa sadaka. Jitoe kwa ajili ya ndugu zako. Nakutakia Dominika njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.